Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha leo. Tunaendelea na kuisikia sauti ya Mungu. Leo ni episode ya pili. Lakini kabla ya kuanza, naomba tuanze kwa kuomba. Baba, kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Bariki msikilizaji wangu na mtazamaji wangu popote alipo. Mpe roho ya kuelewa na kuelewana na neno lako katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nisikilize mtu wa Mungu. Jana tulianza tukafikia kwenye kile kisa, ujinga unaotokana na kutokuelewa sauti ya Mungu. Tukachukua mfano wa mtoto Samueli alipokuwa mdogo. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7, basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Mungu lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Kumbe kuisikia sauti ya Mungu si tu inakuja kwa kawaida, lazima upate ufunuo. Ufunuo unaweza ukatokana na kufundishwa, unaweza ukatokana na kupata mwongozo kutoka kwa watu wenye uzoefu, mfano wachungaji, walimu, manabii, wainjilisti ambao wamebobea katika kuisikiliza sauti ya Mungu. Naomba nikufundishe zana hii. Kuisikia sauti ya Mungu ni tendo ambalo linapaswa watu wote waliomwamini Yesu Kristo waweze kuwa nalo. Sio tu zawadi ya mtu mmoja. Sikiliza, Yesu alipokuwa anakufa, ukuta uliokuwa unatenganisha patakatifu pa patakatifu na huku kwenye hema la watu kukutania lilipasuka. Hii ilikuwa ni ishara ya kwamba ameiondoa ile dhana kwamba ni lazima kuhani aingie peke yake mara moja kwa mwaka. Akaweka sababu ya kwamba kila anayemwamini Kristo anayo nafasi ya kuisikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unayo nafasi ya kuisikia sauti ya Mungu. Kinachotakiwa ni kupata mafundisho ili kuondoa ujinga. Unajua, kuna tofauti ya mjinga na mpumbavu. Mjinga ni yule ambaye haelewi kitu, lakini akifundishwa anaelewa. Kwa kawaida huku duniani watu wote ni wajinga. Ninaweza kuwa mimi ni profesa wa mambo ya upasuaji, lakini ni mjinga kuhusu kujenga. Sijui chochote kuhusiana na kujenga. Ninahitaji kuelimishwa, ninahitaji kujua hii ni plumb, kujua hii ni spirit level, nataka kujua hii ni nini na nini na nini. Haleluya. Ni muhimu sana kufahamu. Kwa hiyo watu wengi tumeokoka, ni kweli, lakini tunao ujinga bado katika namna gani iliyo sahihi ya kuisikia sauti ya Mungu. Mungu anataka tuisikie sauti yake. Anataka tuisikie sauti yake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana tupate mafundisho kutoka kwa watu ambao wanauelewa, watu ambao wamebobea, watu ambao tayari wana uzoefu na Mungu, wametembea na Mungu kwa muda mrefu. Kuna mambo mengi yanayosababisha watu wasisikie sauti ya Mungu. Jambo la tatu sasa, tulisema la kwanza, la pili tukasema ni ujinga, lakini jambo la tatu ni dhambi ya kutokutii. Dhambi ya kutokutii inasimama kama kizuizi kikubwa sana cha kuzuia watu wasisikie sauti ya Mungu. Dhambi ni kizuizi kikubwa. Maandiko yanafafanua wazi kwamba dhambi inaweza kuweka kizuizi katikati ya mtu na Mungu na kuzuia uwazi wa mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya 59, Isaya na ule mstari wa 2 anasema hivi: lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msione, hata hataki kusikia. Dhambi inatufarakanisha. Neno kufarakanisha maana yake ni kututenganisha. Tumetenganishwa na Mungu. Haleluya. Tulipotenganishwa na Mungu sasa, dhambi tena zimeficha uso wake. Sikiliza, Mungu ni mtakatifu, hashirikishwi na uovu au dhambi yoyote. Kwa hiyo dhambi ina uwezo wa kukufanya usiuone uso wa Mungu, na Biblia inasema hata hataki kusikia. Kama yeye hataki kusikia, manake hawezi kuwa tayari kukufanya wewe usikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika hiyo dhambi inasababisha ndani yetu nia isiyo sahihi.
Unasikiliza? Kushikilia nia isiyo sahihi ndani ya roho yako, ama kuwa na roho isiyotii. Watu wengi hali hiyo inawasababisha kuwazuia wasipokee maelekezo na mawasiliano yanayohitajika. Kwa hiyo hapo unaona kuna mambo mawili. Kwanza, kuna nia isiyo sahihi, lakini jambo la pili, kuna roho isiyotii. Hivi vitu vinasababisha watu wengi wasisikie sauti ya Mungu. Kama ndani yako una nia isiyo sahihi, na kama ndani yako una roho isiyo na utii, sahau kusikia sauti ya Mungu. Nia sahihi isiyo sahihi ni ipi? Inawezekana ndani yako unataka usikie sauti ya Mungu ili uwalingishie wenzako, ili ujinyanyue kwamba we ni bora kuliko wengine. Na ndivyo inavyotokea leo. Watu wamehama katika Mungu. Leo wanazungumza kiburi chao, matendo yao, uovu wao, wakifikiri sauti ya Mungu. Na hapo shetani anapata upenyo. Ndio maana Samueli akamwambia Sauli, kutii ni bora kuliko mafuta ya beberu, kuliko sadaka, na uasi ni kama dhambi ya uchawi. Mtu yoyote anayekosa utii ni mchawi kama wachawi wengine tu, ni isipokuwa tu wewe huangi usiku, lakini wachawi, kwa sababu ndani yako una nia isiyo sahihi. Nia isiyo sahihi inafananishwa na mchawi. Hali ya kutokutii inasababishwa na nini? Hali ya kutokutii ni bora kuliko ni mafuta ya beberu. Kwa maana Mungu hapendi sadaka kuliko ni kutii neno lake. Bwana Yesu atusaidie sana. Tumezuiliwa kuisikia sauti ya Mungu kwa sababu hatuna nia isiyo sahihi, lakini pia ndani yetu tuna roho isiyotii neno la Mungu. Kwa hiyo haya yamezuia mawasiliano yetu na Mungu. Kuisikia sauti ya Mungu kunahitaji kujishusha na unyenyekevu wa hali ya juu. Jambo la nne, kwa nini watu wengi wasikii sauti ya Mungu? Jambo la kwanza tulizungumza dunia. Jambo la pili tukazungumza ujinga. Haleluya. Jambo la tatu ni dhambi na kutokutii. Lakini jambo la nne ni mashaka na kutokuamini. Mashaka na kutokuamini ni mambo ambayo yanasababisha watu wengi wasisikie sauti ya Mungu. Mashaka na kutokuamini. Haleluya. Watu wengi wana mashaka na Mungu wao. Wana mashaka ya kutokuamini. Haleluya. Watu unapokuwa na mashaka, inakuwa ni rahisi kupuuza ufunuo. Baadhi ya watu wanakosa imani kwamba Mungu bado anazungumza hata leo, au wanahisi anazungumza kwa manabii tu. Kwa hiyo wanakuwa na mashaka, na hii inawanyima fursa ya kujitayarisha kusikia wao wenyewe sauti ya Mungu. Mashaka. Biblia inasema mtu mwenye mashaka ni kama vile juu ya katikati ya bahari linalochukuliwa na upepo huku na huku, na mtu huyo asizani atapokea kitu kutoka kwa Mungu. Tunakosa kupokea mambo tuliyopaswa kuyapata kwa sababu ndani yetu tumetengeneza mashaka. Wakristo leo wanaishi kwa mashaka sana. Haya mashaka yalimsumbua hata mtumishi wa Mungu Elia. Akaanza kufikiri ya kwamba Mungu hayupo. Akaanza kujikabidhi afe, kwa maana aliona kabisa ya kwamba tayari yale mahangaiko yalizuia sauti ya Mungu kuisikia. Amejikabidhi kwenye mretemu, Mungu chukua roho yangu. Akaanza kusema maneno ya kiburi kwamba nimebakia peke yangu, lakini ni kwa sababu ya mashaka ya kelele zilizokuwa zinaendelea hapo. Lakini mimi nataka nikwambie, wewe ni mtu wa thamani. Mungu anataka kuongea na kila mtoto wake. Mungu anataka kuongea na wewe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni muhimu sana kujua, wakati mwingine tunaweza tukashindwa kusikia sauti ya Mungu kwa sababu ya kukosa utendaji wa Kikristo. Kukosa utendaji wa Kikristo. Tunapokosa utendaji wa Kikristo, tunajiweka katika ombwe la kutokuisikia sauti ya Mungu. Nataka uelewe ya kwamba utendaji wa Kikristo unajengwa na uhusiano na mawasiliano.
Bila mawasiliano utendaji wa Kristo haupo. Utendaji wa Kikristo haupo, kwa kuwa mawasiliano ni msingi wa uhusiano. Nisikilize vizuri. Huwezi kutenda anavyotaka Mungu kama huna mawasiliano naye. Maisha ya Kikristo ni uhusiano, na msingi wa uhusiano ni mawasiliano. Kwa hiyo kushindwa kuisikia sauti ya Mungu kunatupelekea kutokutii na kwa kutokujua. Kwa hiyo kuna watu wengi tuna dhambi ya kutokufanya jambo fulani kwa sababu hatukujua. Kwa hiyo Mungu anasema katika kitabu kile cha Walawi sura ya 5:17, mtu akitenda kosa lolote ambalo limeandikwa kwa kutokujua, anayo hukumu ya kuhukumiwa sawa sawa na kosa alilotenda. Kwa hiyo kutokujua sio sababu ya kusababisha tusihukumiwe na Mungu. Kwa hiyo watu wengi hawatii kwa sababu hawakujua. Ndio maana Mungu ananyanyua katika vizazi mbalimbali na nyakati tofauti tofauti kuwaleta watu watakaojaribu kuwafundisha. Katikati ya tenga la samaki, kweli zipo zilizooza, lakini ziko samaki ambazo bado ni nzima. Ukiziondoa kwenye harufu, zina uwezo wa kufanya jambo lililo jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine ni kukosa viongozi thabiti. Yesu alisisitiza katika Yohana 10 ule mstari wa 27. Yohana 10, Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 27. Yesu anasisitiza, anasema hivi: kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami ninajua, nao wananifuata. Watu wengi tunamfuata Yesu kwa kubahatisha, au tunamfuata kwa hisia, sio kwa kuwa na uhakika, kwa sababu hatuisikii sauti yake. Ndio maana leo imani za leo zimekuwa za kihohehahe. Imani za leo katika makanisa, katika cult, katika ministries zimekuwa za hovyo, kwa sababu watu wengi leo hawaisikii sauti ya Mungu kibinafsi. Mungu anayo maongozi ya jumla, lakini anayo maongozi ya kibinafsi. Unapaswa uisikie sauti ya Mungu kibinafsi katika kile ambacho Mungu anataka wewe ukiishi ama ukitende. Kwa hiyo kanisa leo limekosa mawasiliano. Yesu anasema, kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wananifuata. Huwezi kumfuata Yesu kwa njia sahihi kama huwezi kuisikia sauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kutambua sauti ya Yesu ni sharti, ni muhimu. Maana yake, kama unaitambua sauti ya Mungu, maana yake uko tayari kutii maelekezo yake. Na hivyo kama utatii maelekezo yake, obviously ni lazima ufike kwenye lile kusudio na tarajio na hatima ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, kusikia sauti ya Mungu ni kitu cha muhimu sana. Kusikia sauti ya Mungu kunaimarisha uwezo wako na kunatengeneza nidhamu yako, kuna kutengenezea nidhamu ya kiroho, kuna kutengenezea misingi ya nini na wapi wakati gani ufanye, na ndiko kutakako kusababishia uwe na maombi ya utulivu, uwe na nguvu ya kutafakari neno la Mungu, na uwe na nguvu ya kutii kwa haraka kwa kila kilichosemwa na Mungu. Mtumishi wa Mungu, wewe ni mtu wa thamani sana. Tunapomaliza episodi hii ya pili, ni mwanzo wa episodi ya 3, kuisikia sauti ya Mungu. Tutakapokuja na episodi ya 3, nitakufundisha njia anazozitumia Mungu kuzungumza na sisi, ama aina ya sauti za Mungu ni zipi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini ninaamini inawezekana wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanahitaji kumpa Yesu maisha. Hatua ya kwanza ya kuisikia sauti ya Mungu ni kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako na kuokoka. Dini zimekuwepo, zipo na zitabaki. Hakuna dini itakayomfikisha mtu mbinguni. Bwana Yesu akubariki. Naomba unifuatishe maneno haya. Sema, Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako futa makosa yangu yote. Bwana, tazama mimi naliumbwa katika hali ya dhambi, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Wewe wapendezwa na kweli iliyo rohoni, lawe utanijulisha hekima kwa siri. Bwana, uniumbie moyo safi ambao umetulia ndani yangu,
ili ni kutii na kukufuata wewe peke yako katika jina la Yesu. Nimeokoka na ninaamini katika jina la Yesu. Amen. Umeokoka. Sasa nisikilize, hiyo ni umekuwa na akili, umesikia na umefungua hatua ya kwanza ya kuisikiliza sauti ya Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa ninataka kuomba kwa wale ambao wana mahitaji mbalimbali. Mimi sijui tatizo lako, lakini nataka niombe. Lakini huko baadaye tutakuja kutengeneza live ambayo nitakuwa nikifundisha somo, utauliza maswali, lakini pia tutakuwa tunaomba ana kwa ana. Utauliza maswali, utauliza ndoto zako na kadhalika, na Mungu kwa neema yake atanisaidia kutafuta njia sahihi ya kukujibu, na nitakuombea sawasawa na kile ambacho Mungu atakuwa amekiweka moyoni mwangu. Ninaamini unaandaliwa kwa ajili ya miujiza mikubwa. Jitayarishe. Lakini usingoje zaidi, tusaidie kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Ninajua comment zako ni kitu cha thamani sana na muhimu kwetu. Kinatusaidia kujua tutengeneze nini, tuboreshe nini na tuende hatua gani. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Wewe ni mtu wa thamani. Ninakuheshimu mno. Na wewe kumbuka, wewe ni jeshi la Mungu ambalo limesalia. Kumbuka, tuko katika zamani za masalia. Bwana Yesu akubariki sana. Mpaka episodi nyingine. Lakini ngoja tuombe kwanza. Baba, kwa jina la Yesu, ninakataa na kwenda kinyume na kila mamlaka ya giza juu ya mtu huyu. Ninang'oa kila pando lisilo la Mungu ndani yake. Ninafuta kila ushawishi wa kuzimu kwa jina la Yesu. Kwa ile neema uliyoiweka ndani yangu Yesu, naomba ukutane na shida ya mtumishi huyo. Ikiwa ni magonjwa, ulipigwa ili sisi tupone. Ninatangaza uzima. Ulikuwa masikini ili sisi tutajirike. Ninatangaza baraka kazini, baraka kwenye ndoa, baraka kwenye familia, baraka kwenye kazi yoyote ya mikono unayoifanya. Kwa jina la Yesu, Mungu mkono wako usipunguke. Amen. Basi Mungu akubariki. Baki umebarikiwa. Kwa heri. Tukutane kesho tena kwa kipindi kingine. Ubarikiwe.